एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। Audhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu, umetusubiri tena katika kipindi chetu, kipindi ambacho unakienzi, unakipenda sana, Maktaba ya Masihi. Kama unajiunga nasi katika siku ya leo, ujue kuna vipindi 11 iliyopita, leo tukiwa na kipindi cha 12 ya Maktaba ya Masihi. Maktaba ya Masihi ni kipindi ambacho tunakuelimisha kuhusiana na maandishi na maneno, mafundisho mazuri ya mwanzilishi wa Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Naam, katika hizo vipindi 11 tumevieleza vitabu vingi sana katika msimu huu wa 3. Ungana nami katika siku ya leo, tuko na vitabu kadhaa, karibu 3 hivi. Tutakueleza Masihi Maud alayhi salatu wasalam ameeleza nini ndani ya hizi vitabu. Karibu nami. Na katika studio hapa naona gangari sana, ninao wale wamebobea katika elimu ya dini na wamesoma vitabu hivi vya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Upande wangu wa kulia anaitwa Mwalimu Mahmud Makoha Idi Saib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu mtazamaji, vile vile katika upande wangu wa kushoto ninaye Mwalimu Muhammad Musa Oponyo Saib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibuni katika kipindi chetu tena, kipindi cha 12. Nimefanya mambo mazuri sana na wapongeza sana, Mwenyezi Mungu awazidishie sana. Na katika kipindi cha leo ningependa tuangazie kupitia hizi vitabu vitatu. Moja wapo ni hiki kitabu kinachoitwa Jalsa Ahbab. Ina nini? Masihi Maud alayhi salatu wasalam ameeleza nini ndani ya hichi kitabu? Tafadhali. Hiki ni kitabu ambacho tafsiri ya jina Jalsa ya Ahbab ni maana yake ni mkutano wa marafiki. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam aliandika kitabu hiki katika lugha ya Kiurdu, na ni kitabu ambacho kina kurasa 32 katika mkusanyiko wa Ruhani Khazain. Kimechapishwa katika matbaa ya Dhiaul Islam Qadian. Kitabu hiki kilichapishwa kama ilikuwa ni maandalizi ya Jubilee ambayo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alijipanga kwamba apelekee Malkia zawadi, na zawadi ilikuwa ni kile kitabu ambacho kinaitwa Tofa Kaisaria. Sasa ikawa sambamba na mkutano wa ile Malkia, sadfa na ule mkutano, yeye akaandaa Jalsa Ahbab kuwaita wanajumuiya wote katika eneo la Qadian. Na alipowaita kwa sababu mkutano ulikuwa umepangwa ule wa Kaisaria, yule Malkia, mkutano ulikuwa umepangwa kwamba utafanyika tarehe 20, 21 na 22. No. Sasa yeye akapanga kwamba wanajumuiya waje mapema kabla hizo tarehe. Kwa hivyo mnamo tarehe 7 Juni aliwaandikia waraka kuwaalika kwamba waje Qadian kabla ya tarehe 20. Waliitikia wanajumuiya na wakafika pale, wapatao 225. No. Hawa wanajumuiya walipofika, mkutano uliandaliwa sambamba na ule wa Malkia. Sasa akawa amepanga vizuri kwamba mkutano huu utahutubiwa katika lugha 6. Na wale wahadhiri ambao waliitwa kwa ajili ya kuhutubia mkutano walikuwa ni pamoja na Maulvi Abdul Karim, kulikuwa na Maulvi Hakim Nuruddin radhiallahu anhu, kulikuwa na Maulvi Burhanuddin na Maulvi Jamaluddin. Hawa wahadhiri wa jumuiya, wataalamu 4, ndio ambao walipewa nafasi ya kuhutubia ule umati. Tarehe 20 ilipofika,
tayari watu wako mkutanoni pale, ikaandaliwa hafla ya kuwasaidia kuwalisha maskini. Sasa maskini wakapelekewa chakula kwa hizo siku 3, tarehe 20, 21 na 22. Alafu kulikuwa na karamu maalum ya tarehe 21, na mnamo tarehe 22 nukushi iliandikwa kuelekea kwa yule Elgin. Elgin alikuwa ni Lord Elgin, alikuwa ni Viceroy wa kule Kadian, India. No. Yeye akapelekewa nukushi ya pongezi kwa niaba ya Malkia ambaye alikuwa ni Malkia Victoria. Sasa baada ya hili swala kuendelea namna hivyo, walirudi sasa wakaandaa mnamo tarehe 22. Ikawa mitaa yote ya wanajumuiya kule na kule sehemu ya Kadiani yote ikapambwa kwa taa zilizoangaza kila mahali, ili yani kwenda sadifu na ile ya Malkia ya Jubilee. Sasa baadaye pia zawadi sasa ambayo ilimlenga Malkia ya kitabu chake sasa ikaandaliwa wakati ule na ikatumwa huko, na nyingine zawadi 2 zikatumwa kwa Viceroy wa Punjab. Alafu ikawa sherehe hiyo kilele chake ni ile zawadi ya Malkia na zawadi zingine hizi, na Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam akawaombea amani, usalama na ustawi. Naam. Naam. Hii ilikuwa jalsa ya ahbab. Kweli nimefurahia ukisema ya kuwa pia walipata nafasi kugawa maskini chakula. Basi sherehe pia imeruhusiwa katika Uislamu kupamba kwa ajili ya sherehe. Asante sana. Waila sherehe yao ilikuwa ni sherehe nzuri sana ya kuvutia. Naam, nilieleza yule mtazamaji kupitia kitabu. Katika siku ya leo tutaangazia vitabu karibu takriban 3 hivi. Kuna kitabu Masih Maud alayhi salatu wasalam alikiandika kijitabu na kinaitwa Mahmud Ki Amin. Maana ya Mahmud Ki Amin ni nini, na Masih Maud alayhi salatu wasalam aliandika kitabu hii kwa sababu gani? Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Bwana mtangazaji, hiki ni kitabu ambacho ni kitabu chenye umuhimu mkubwa sana katika historia ya vitabu vya Masih Maud alayhi salatu wasalam, na ni kitabu kidogo ambacho alikiandika mnamo mwaka 1897 na kilichapishwa katika Dhiaul Islam kule Kadian, na ni kitabu ambacho bwana mtangazaji, ni kitabu ambacho kimebeba mashairi ambayo yalisomwa katika sherehe ya kumaliza kisomo cha Qur'an tukufu kwa huyu mtoto wa kiume wa Masih Maud alayhi salatu wasalam ambaye anaitwa Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Na pengine ningependa kumfahamisha mtazamaji wetu kwamba ni kwa nini mtoto kumaliza kisomo hiki akafanyiwa sherehe kubwa namna hii. Kwamba huyu mtoto bwana mtangazaji, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad hakuwa ni mtoto wa kawaida tu. Naam. Tukikumbuka baadhi ya hadithi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza kuhusu kuja kwa Masihi mara ya pili, anasema kwamba ataoa na atazaa mwana. Kwa hivyo kuoa na kuzaa mwana kwa Masih Maud alayhi salam katika akhir zaman ilikuwa itokee kwa mtoto wa kipekee ambaye angefanya kazi ya kubeba ujumbe wa Islam na kueneza katika dunia nzima. Hivyo Masih Maud alayhi salatu wasalam, Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam alibashiri kabla kwamba atamzaa mtoto sawa na ile hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyu mtoto alipozaliwa, basi Masih Maud alayhi salam akatangaza kwamba huyo ndiye mtoto wa ahadi ambaye nilibashiri kwamba atazaliwa. Basi huyu mtoto alianza kuonyesha ule umaarufu katika hali ya uchanga, na alimaliza kusoma Qur'an mara ya kwanza akiwa bado ni kijana mdogo sana. Basi hili jambo lilileta furaha na sherehe ikafanywa katika jamii ya Ahmadiyya. Walifurahi sana kwamba mtoto wa kiongozi wao alikuwa amemaliza Qur'an kwa umri mdogo sana. Basi watu walifurahi na wakajivunia sana. Basi katika hizo sherehe Masih Maud alayhi salatu wasalam alialika wageni kutoka nje na ndani ya Kadian ambao walihudhuria katika sherehe ya kisomo hiki. Basi aliandika Masih hichi kitabu kidogo ambacho kilikuwa na mashairi
ya kusifu Mwenyezi Mungu na kadhalika. Na ni si mashairi ya kawaida bwana mtangazaji. Namna tunavyojua ni kwamba kila kazi aliyofanya Masih Maud alayhi salatu wasalam ilikuwa ni kutokana na muongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo haya ni mashairi kwanza yanadhibitisha ule ujuzi wake wa uandishi, na ni shairi ambalo ni la kifasaha sana, na pia imebeba zile hekima na zile kubwa za kiungu. Kwa hivyo ni shairi ambalo halikuwa la kawaida tu kama mashairi mengine. Na kutaka kudhibitisha hili bwana mtangazaji, hili shairi mpaka leo linasomwa katika sherehe za kumalizika kusoma Qur'an, yani watoto wakiwa wamemaliza kusoma Qur'an, hili shairi bado linasomwa mpaka leo. Na si katika hizi sherehe tu, bali katika sherehe mbalimbali za kijamaat kwamba hili shairi huwa linasomwa. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba halikuwa shairi la kawaida, lilikuwa ni tukio la kihistoria ambalo tunalikumbuka mpaka leo. Naam, asante sana Mwalimu Saib. Umetupatia changamoto, umepatia pia yule mtazamaji changamoto nzima kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewabariki na watoto, ili pia wapate baraka ya Masih Maud alayhi salatu wasalam, wahimize watoto wao kusoma Qur'ani na wamalize, na pia wasikize na wasikilize shairi hii nzuri ya Masih Maud alayhi salatu wasalam aliyoiandika katika kijitabu hiki Mahmud Ki Amin. Asante sana. Yule mtazamaji anasubiri apate kuelewa ni madhumuni gani, ni ujumbe gani, ujumbe upi ambao Masih Maud alayhi salatu wasalam alikuwa amekiandika katika shairi hizi, beti ya shairi hizi. Tafadhali. Naam, shairi la Mahmud Ki Amin lilianza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumpatia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam mwana ambaye alilenga kuwa na kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu katika siku za usoni. Naam. Ambaye atakuwa kiongozi wa jumuiya. Kwa hivyo shairi hili likiendelea linampongeza pia Mahmud, huyu mtoto wake, kwamba kwa bidii aliyoifanya kukamilisha kisomo cha Qur'ani tukufu, Mwenyezi Mungu amjalie, pia lina maombi kwake, amjalie pamoja na watoto wake wengine wawe viongozi na nuru kwa ajili ya ulimwengu mzima. Akaelezea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam katika maudhui hayo ya shairi, katika madhumuni yake akaeleza kwamba huyu mtoto Mwenyezi Mungu amsaidie pamoja na wengineo, na hususan akikumbuka madhila aliyoyapitia yeye katika kutafuta huba ya Mwenyezi Mungu. Alipitia dhiki kubwa sana ambayo si haba, akitafuta radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipigana vita katika mijadala, katika majibizano, katika maandishi ya vitabu. Haya mambo yote aliyakumbuka katika Mahmud Ki Amin, ili shairi, na baadaye pia akamalizia kwa kushukuru kwamba Allah akamjalia utulivu, imani, na sasa mahali alipo yuko sawa katika imani na yuko katika radhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kazama na kuogelea katika mapenzi ya Allah. No. Sasa akasema kwamba amepata lengo la maisha yake. Naam, asante sana. Ilikuwa ni maudhu nzuri na hoja nzuri ambazo ziliwekwa na Masih Maud alayhi salatu wasalam katika beti hizi. Ndiyo. Za kufanya sherehe ya mtoto wake, na hii inapendeza kweli kwa yule mtazamaji. Nina uhakika ya kuwa ataanza kutafuta ni wapi atapata kijitabu hiki, ni wapi atapata shairi hili pia. No. Apate baraka kwayo. Naam, Mwalimu Saib, Masih Maud alayhi salatu wasalam kwa siku mchana alisimama kidete sana kutetea dini ya Kiislamu, ikiwemo kuhubiri watu wengi sana, sio Wakristo peke yao, lakini kule kuhubiria Wakristo kuna kijitabu fulani nzuri sana, ina umuhimu wake, ambacho alikiandika dhidi au kumjibu yule Mkristo ambaye anaitwa Sirajuddin. Je, ni maswali gani haya manne na majibu yake ambayo Masih Maud alayhi salatu wasalam aliandika kwa ajili ya huyu jamaa? Bismillahirrahmanirrahim. Bwana mtangazaji, ni kweli kwamba kitabu kinaitwa Majibu ya Maswali Manne yake huyu Mkristo Sirajuddin. Na huyu alikuwa si Mkristo wa kawaida bwana mtangazaji, alikuwa ni profesa wa chuo kule Lahore. Naam. Na ni profesa ambaye hali yake ya maisha ya kidini inatia hofu sana katika roho za Waislamu, kwa sababu licha kwamba alikuwa ni profesa, na tunajua profesa ni watu wasomi mashallah, na
kwa kuishi na Wakristo kule Lahore aliweza kushawishiwa na kuacha imani yake ya Uislamu na kuingia Ukristo. Na hili linaonyesha ile hali ya hatari iliyokuwepo wakati ule, bwana mtangazaji. Na Waislamu wanapaswa kumshukuru sana Masih Maud alayhi salatu wasalam kwa ile kazi kubwa aliyoifanya kuitetea dini tukufu ya Kiislamu. Labda niseme kwamba kama si kwa juhudi ya Masih Maud alayhi salatu wasalam, basi Uislamu ungekuwa katika hali mbovu sana. Hii unathibitisha ya kuwa Qur'ani inathibitisha mtu ako huru kuchagua dini yake, si ndio? Ni kweli. Naam. Na inasema waziwazi kwamba hakuna lazima katika dini, kwa sababu ukweli umekisha bainika katika upotevu. Naam. Kwa hivyo mtu ana hiari ya kuamua kule atakakokwenda. Na mfano mzuri na huyu bwana profesa, kwamba yeye alikuwa Muislamu akashawishiwa akaingia katika Ukristo kule akiwa kule Lahore. Akapata fursa ya kutoka Lahore akakuja Kadiani. Kule Kadian akapata fursa ya kuishi katika mazingira ya karibu na Masih Maud alayhi salatu wasalam. Na kwa sababu ya ule mvuto wa kiroho na yale mafundisho yake ya Masih Maud alayhi salatu wasalam, bwana Sirajuddin tena akarudi kwa Uislamu. Tena kwa bahati mbaya au bahati nzuri alirudi tena kule Lahore. Tena akashawishiwa tena na wale Wakristo, tena akarudi katika Ukristo. Sasa hili linatia hofu sana, bwana mtangazaji. Kama wale wasomi wakubwa wa Kiislamu walikuwa katika hali hii, unaweza fikiria kwamba wale Waislamu wa kawaida walikuwa katika hali gani? Bila shaka hali yao ilikuwa ni mbaya sana kuliko ya huyu profesa. Kwa hivyo akiwa kule sasa amesharudi tena katika Ukristo, aliandika maswali yake 4 ambayo alitaka ufafanuzi kutoka kwa Masih Maud alayhi salatu wasalam, ambayo kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Masih Maud alayhi salatu wasalam aliweza kuyajibu kwa ufasaha mkubwa. Swali la kwanza, bwana profesa alitaka kujua kwamba Yesu amekuja kama upendo kwa wanadamu na pia amekuja kufa kwa ajili ya dhambi za watu. Alitaka ufafanuzi kuhusu swala hili, kwamba ikiwa Yesu sasa amekuja hivi, sasa sinafaa watu wafuate mtu kama huyo. Basi Masih Maud alayhi salatu wasalam alieleza kwa ufasaha wa ndani kabisa, akaeleza kwamba hii imani ya kafara, kwamba Yesu alikuja kufa msalabani kwa ajili ya dhambi za watu, ni imani ambayo imepandwa ndani ya Ukristo na Paulo, na wala si imani ya asili ya Ukristo, na wala Yesu hakufundisha lolote kuhusu hili. Na hii ni wazi, bwana mtangazaji, kwamba hata mtazamaji akisoma Biblia vizuri atajua mara moja kwamba Biblia haiungi mkono mtu kufa kwa ajili ya dhambi za mwingine, kwa sababu sehemu nyingi tu tunasoma mambo kama yanayosema kwamba mtu asife kwa sababu ya dhambi za mwingine, wala baba asikufe kwa sababu ya dhambi za mtoto, na wala mtoto asikufe kwa ajili ya dhambi za baba. Kila ile roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Lakini ikiwa mtu mbaya ataacha zile njia zake mbovu na kutubu, basi yale makosa aliyofanya yatasamehewa wala hayatakumbukwa. Kwa hivyo Biblia imeweka wazi kwamba mtu anaweza kuacha dhambi zake kwa sababu ya kuomba msamaha, kwa sababu ya kutubu, na wala si kwa sababu kwamba mtu aje afe kwa ajili ya dhambi za mwingine. Kwa hivyo Masih Maud alayhi salam akafafanua vizuri kwamba haya ni makosa ambayo yameingizwa kwa Kristo na Paulo ili kutaka kuteka zile akili za watu walio wengi na kuwaingiza katika Ukristo. Swali la pili, huyu bwana profesa alitaka kujua kwamba ikiwa Islam inafundisha tauhid, ule umoja wa Mwenyezi Mungu, na pia dini ya Kiyahudi inafundisha huo umoja wa Mwenyezi Mungu, sasa ni kwa nini kuna uhasama? Kwa nini Waislamu na Mayahudi wanapigana? Masih Maud alayhi salatu wasalam akijibu swali hili pia alisema kwamba tauhid ni imani ambayo ilipandwa katika Uyahudi kama mbegu ambayo ilikuja kukua na kukomaa wakati wa Uislamu, na akasema kwamba Waislamu hawapigani na Mayahudi kwa sababu ya dini au kwa sababu ya tauhid, bali ni kwa sababu ya tabia za kiufisadi na ukorofi wa Mayahudi. Na tunajua kwamba, bwana mtangazaji, hawa Mayahudi ndo wale waliendesha sana zile fitna za kinafiki wakati wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na zile fitna hazikuisha, bado ziko mpaka leo. Kwa hivyo hizi chuki, Masih Maud alayhi alisema kwamba ni kutokana na tabia mbovu za Mayahudi na wala si kwa sababu ya tauhid au umoja wa Mwenyezi Mungu. Pia huyu bwana profesa alitaka kujua kwamba kama kuna aya zozote katika Qur'an ambazo zinaeleza ile uhusiano wa kimapenzi kati ya mtu na Mungu na Mungu na mtu. Basi Masih Maud alayhi salatu wasalam aliweza kuwasilisha aya kama hizo kwa wingi sana kutoka kwa Qur'an tukufu. Na vile vile swali la 4 na la mwisho,
profesa aliuliza kwamba Yesu anasema kwamba katika Injili kwamba njooni kwangu enyi mliolemewa na mizigo niwapumzisheni, na akawaeleza kwamba kwangu mtapata ile utulivu, na akasema kwamba mimi ndio njia ya kweli ya kufika kwa Baba, na mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia yangu. Sasa bwana profesa akataka kwamba Masihi Maud alayhis salam ajibu swali hili, kwa sababu bwana mtangazaji, hili ni katika imani ambazo zinawachanganya sana Waislamu kule kuacha dini yao na kuingia katika Ukristo, kwa sababu anapoambia kwamba Yesu ndiye njia, uzima na ukweli, basi anaona kwamba hapa amekwisha. Hana option isipokuwa kufuata njia hii. Masihi Maud alayhi salatu wasallam. Na kabla ya hapo, ningependa kwamba watazamaji watafute kitabu hiki, wasome haya maswali, yatajenga ile imani yao na kuwa dhabiti, na hawataweza kuyumbayumba na haya mahubiri ya Kikristo. Basi Masihi Maud alayhi salatu wasallam aliwasilisha aya ambazo zinadhibitisha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye pia alizungumza maneno kama hayo, na si yeye tu bali Mwenyezi Mungu akamtaja kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni taa yenye kutoa mwangaza. Alivyosema Mwenyezi Mungu kwamba ewe mtume, hakika sisi tumekutuma ili uwe ni muonyaji na mtoaji wa habari nzuri. Basi sasa waite watu katika njia ya Mwenyezi Mungu, na uwe siraja munira, na uwe taa yenye kutoa nuru. Huyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni taa yenye kutoa nuru. Tunajua kwamba nuru ikiangaza basi giza linajitenga na watu wanaona mwangaza. Kwa hiyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni taa yenye kutoa nuru. Na si hivyo tu, bali pia Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an tukufu kumhusu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaeleza watu sasa, qul in kuntum tuhibuna Allah. Anaambia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaambia watu kwamba enyi watu, ikiwa mnampenda Mwenyezi Mungu, fatabiuni, nifuateni mimi, na Mwenyezi Mungu atawapendeni na atawasameheni makosa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni msamehevu mrehemevu. Sasa Mwenyezi Mungu anaambia mtume kwamba awaite watu, ikiwa ninyi watu mwampenda Mwenyezi Mungu, sasa nifuateni mimi. Na tunajua kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kwa ajili ya watu wote, na hili pia watu wajue kwamba Yesu anaposema kwamba yeye ni njia kwa sababu ya Bani Israel, lakini hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ametumwa kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo anawaita watu wote kwamba waje kwake ili wampate Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atawasamehea. Kwa hivyo kwa ufupi, bwana mtangazaji, Masihi Maud alayhi salatu wasallam aliyajibu haya maswali ya huyu profesa kwa ufasaha, na yakaleta mapinduzi makubwa sana katika ulimwengu wa dini. Asante sana Mwalimu Saib, umesema mengi sana na yote yana uzito. Asante sana kwa kueleza yule mtazamaji ya kuwa hakuna mbebaji atabeba mzigo ya mtu mwingine, na pia ile imani ya kuwa yule ambaye ameritadi inafaa auawe. Tunapata ya kuwa huyu Sirajuddin alienda kwenye Ukristo, alikuwa Muislamu, akakwenda kwenye Ukristo, tena kasilimu, akaenda akathibitisha aya ya Qur'ani, thumma kafaru thumma amanu. Asante sana. Naam, hebu tueleze hatma ambaye ameeleza Masihi Maud alayhi salatu wasallam katika kijitabu hiki, yani akieleza alitabiri nini kuhusu mustakbal ya dini ya Kikristo na pia ile imani. Masihi aliyeahidiwa alayhi salam kwanza alisema kwamba Ukristo siku hizi umeanza kudidimia kwa sababu imani yao haina mashiko. Sasa sababu ya kusema kwamba imani yao haina mashiko na imegeuka kuwa ni duazi tu kwa ulimwengu, alisema kwamba wamemchukua mtu mdhaifu, binadamu mdhaifu sana, na kumuita kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kisha wakasema kwamba kupitia kwake kuna ondoleo la dhambi, amekufa kwa ajili ya dhambi zao. Haya yote akasema yatakuja kuisha kwa sababu si imani itakayomleta mtu karibu na Mwenyezi Mungu. Akasema kwamba imani itakayomleta mtu kwa Mwenyezi Mungu ni tofauti na vile wanafikiria, kwa sababu kulingana na vile wanasema hata Biblia yenyewe haina ishara ya imani aina hii. Akasema kwamba ima wao ni Wakristo wa uongo ama kitabu chao ndicho cha uongo. Mambo haya mawili moja wapo linaweza kuwa la kweli katika fikra yake. Na akasema kwamba njia ya ibada ni ile imeelezwa katika Qur'ani tukufu. Wafuasi wa Qur'ani tukufu wanamtambua Allah katika umoja wake, na wanatambua kwamba ndiye ambaye anaponya ulimwengu mzima, ulimwengu wa dhambi wote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu akaja akasema kwamba kuna tiba 3 ambazo zimebaki kwa ajili ya mustakabali wa imani. Tiba ya kwanza ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu kuwa katika moyo wa mtu.
Tiba ya pili ni istighfar, kuomba msamaha, na tiba ya tatu ni toba. Akasema kwamba haya yanapopatikana katika imani ya mtu, basi mustakabali wa imani yake unakuwa ni wa kumpata Allah subhanahu wa ta'ala. Asante sana kwa kutueleza kuhusiana mambo haya matatu: toba, kuwa na Mwenyezi Mungu, na pia istighfar. Naam. Tunahisi yule mtazamaji afanye hizi vitu vitatu, na pia hii inatoa tofauti kati ya Uislamu na mafundisho ya dini ya Kikristo. Katika kijitabu hiki kile kile, Masihi Maud alayhi salatu wasalam ameeleza utabiri fulani kuhusu ya kuwa itafika zama ambazo Uislamu utadumu kwa Ukristo. Hebu tueleze ni zama hizi ama ni zama gani? Tafadhali. Bwana mtangazaji, kwa ufupi ni kwamba Masihi Maud alayhi salatu wasalam alieleza kwamba zile harakati na nguvu ambazo Ukristo ulikuwa nazo hazitakuwa za kudumu, bali itafika wakati ambako zitakuja kunywea. Na hili limedhibitishwa bwana mtangazaji na hata wale wanafalsafa wale wa Kikristo ambao wanakiri kwamba harakati za kueneza Ukristo ziligonga mwamba kutokana na juhudi za Masihi Maud alayhi salatu wasalam na vuguvugu nzima la Ahmadiyya, kwamba baada ya Ahmadiyya kuanza kazi ya mahubiri, basi Ukristo ukakutana na visingiti na ukashindwa kuenea. Na tunaona kwamba leo Islamu Ahmadiyya inaenea katika kila sehemu, iwe ni katika Afrika, Europe kule, na kila mahali Islamu Ahmadiyya inaenea kutokana na mafundisho safi ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Na huyu mwanafilosofi huyu bwana George Bernard Shaw anakubali kwamba Ahmadiyya imekuwa ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo ya Ukristo. Kwa hivyo kwa ufupi bwana mtangazaji, hata huku kwetu naona kila siku watu wabashiri wetu wanaleta bayat, watu wamejiunga, na ukiangalia wengi wanaojiunga ni kutokana na Ukristo. Kwa hivyo ni wazi kwamba harakati za Jamaat Ahmadiyya zimezima zile harakati za Ukristo, na Ukristo umeanza kufifia, Uislamu ukiinuka kupitia kwa Jamaat Ahmadiyya. Hiyo ina maana ya kuwa hapo awali hawakuwa wanajua ya kuwa Yesu amefariki kifo cha kawaida. Walikuwa nadhani Yesu amepaa mbinguni na ana uhai. Sasa walikuwa wanaita Waislamu, kujeni kwenye uhai, mtoke kwenye Muhammad ambaye alifariki. Ilhali ya kuwa Qur'ani inasema ya kuwa alifariki kifo kawaida. Asanteni sana kwa kueleza yule mtazamaji ya kuwa Yesu Kristo amekufa. Mwenyezi Mungu awazidishie katika kipindi hiki msimu wa 4, na Mwenyezi Mungu pia awazidishie ili muweze kufika katika vipindi vingine. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji, tumefika kikomo cha msimu wa 3 katika Maktaba ya Masihi. Kuwa nasi katika msimu wa 4, tutaendelea na kipindi hiki Maktaba ya Masihi. Nina uhakika ya kuwa umejielimisha vizuri, na kama hiki ndicho kipindi chako cha kwanza, kuna vipindi 11 kule nyuma. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, आज़मान वाले ये नुस्खा भी